Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Mbugi TV, karibu katika kipindi chetu cha maisha ya watakatifu, ikiwa leo ni tarehe 17 ya mwezi wa Oktoba, ambapo mama kanisa anaadhimisha siku ya Mtakatifu Inyasi wa Antiokia, askofu na mfiadini. Karibu tuweze kusikiliza historia yake. Mtakatifu Inyasi alizaliwa mwaka 45 Siria. Alikuwa mwanafunzi wa Mtakatifu Yohani Mwinjili. Alikuwa askofu wa 3 wa Antiokia kati ya mwaka 94 mpaka 95. Kulitokea mazulumu dhidi ya Wakristo chini ya uongozi wa Kaisari Domisiani, na wakati huo Inyasi aliwaimarisha Wakristo wasikane imani yao, wawe na ujasiri wa kuiungama hata kama itabidi kufa kwa ajili hiyo. Baada ya mazulumu ya Domisiani, Kaisari Trajan naye akaanzisha mauaji ya Wakristo ambayo yalidumu kuanzia mwaka 98 mpaka 117. Inyasi aliendelea na kazi yake ya kuwatia moyo wa Kristo wasikane dini yao, akiwaambia kuwa Mkristo haishi kwa ajili yake mwenyewe, anaishi kwa ajili ya Mungu. Akiwa askofu wa Antiokia Siria mwenye umri wa miaka 62, Inyasi alikamatwa na kupelekwa mbele ya Kaisari Trajan, ambaye alimwamuru kukana hadharani jina la Bwana Yesu. Askofu Inyasi akakataa kabisa akisema, "Usiniite maskini asiye na msaada, kwa kuwa ninamshuhudia Mungu ndani yangu." Basi Trajani akaamuru apelekwe Roma, Italia, ili atupwe mbele ya wanyama wakali katika kiwanja cha michezo wakati wa michezo. Katika safari yake kwa meli, alilindwa na kundi la askari. Katika safari hii ya kwenda Roma, aliandika barua 7 kwa makanisa, yaani majimbo mbalimbali. Nazo ni za thamani sana kwa kuwa katika barua hizo anaeleza juu ya imani ya Wakristo wa karne ya kwanza, imani na mwenendo wa Kikristo, azimisho la Ekaristi Takatifu na muundo wa kanisa la wakati ule, yaani miaka kama 70 hivi baada ya Bwana wetu kupaa mbinguni. Askofu Inyasi anasisitiza wasomaji wake walinde umoja kati yao na kukutana kati yao, ili chini ya usimamizi wa askofu wao waazimishe Ekaristi. Katika barua aliyowaandikia Wakristo wa Roma ili watangulie kuipata kabla ya yeye mwenyewe kufika, barua hiyo inamdhihirisha Askofu Inyasi kuwa mtu aliyempenda sana Yesu Kristo hata asitake kuondolewa ile nafasi ya mfiwa. Yeye mwenyewe alisema, "Mniruhusu kuyaiga mateso ya Bwana wangu." Ndivyo alivyowaandikia. Wakafika mjini Roma, ambapo wapagani walitamani sana kushuhudia kuuawa kwa watu wakati wa michezo. Askofu Inyasi kabla ya kutupwa mbele ya simba alisema, "Mimi ni ngano ya Bwana na ninapaswa kusagwa na meno ya simba, ili niwe mkate safi wa Bwana Yesu Kristo." Askofu Inyasi akatupwa mbele ya simba wawili wakali, akiwa anataja jina la Yesu na kuliwa nao. Ilikuwa mwaka 107. Baadaye mifupa iliyobaki ilipelekwa Antiokia na wafuasi wake wawili waliomsindikiza Roma, ambao ndio waliandika simulizi la kifo chake. Toka karne ya 4, Inyasi wa Antiokia amekuwa anaheshimiwa kama mtakatifu. Hiyo ndiyo historia ya mtakatifu wetu wa leo,
ambaye ni Mtakatifu Inyasi wa Antiokia, askofu na mfiadini. Tuungane na Mtakatifu mwenye heri Yakobo Albione katika tafakari yake inayosema: tumwombe Mtakatifu Inyasi atusaidie kuelewa maneno ya Yesu kwa wafuasi wake. Mtu atakayeyapenda maisha yake atayapoteza, na mtu atakayeyapoteza maisha yake katika ulimwengu huu atayasalimisha hadi uzima wa milele. Ndugu zangu, tuungane pia na watakatifu wengine wa siku ya leo ambao ni watakatifu Ninas, Victor, Nobilitanus, Marianus, Lucius, Tinus, Crescentius, Rufinianus, Donatus, Defensor, Rustitus, Sevilianus, Socrates, Veneras, Januari, Mustorus, Quintius, Memmius, Istanus, Magnirus, Prima, Donata, Severa, Victoria, Basilia, wafiadini wa Moroko. Hao ndio watakatifu wetu wa leo. Tumsifu Yesu Kristo.